kutazama michezo mbalimbali ambayo imekwisha chezwa katika ligi mbalimbali ama katika michuano mbalimbali. Leo tutaitazama michezo miwili ambayo imechezwa hapa nchini Tanzania, ukiwa ni mchezo mmoja ambao Simba Sports katika hatua ya 16 bora kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya Bigman na wakifanikiwa kuibuka na ushindi. Pia tutatazama mchezo mwingine ambao umepigwa kule katika nchi ya Uhispania katika mwendelezo wa La Liga, ukiwa ni mchezo wa kiporo ambapo Osasuna wakiwa ugenini katika uwanja wa FC Barcelona walipigwa ama walipoteza mchezo huo kwa mabao 3-0, Robert Lewandowski akiendelea kuwasha moto katika mbio za pichichi kunako ligi hiyo. Mimi ni Idi Nonga, nipo na mwalimu wa mpira hapa Teacher Tigana Lukinje sambamba na Salumu Mnolela kuitazama michezo hii miwili mikubwa. Tuko vizuri ndugu zangu? Yes, kuheri kabisa. Tununu mpo wangu. Tuko swafi kabisa. Bwana, kwenye usiku mkubwa, usiku mkali kabisa kwa saa za Afrika Mashariki kule nchini Hispania, bwana Lewandowski kama kawaida akiingia katika muda mabadiliko akitumia dakika chache tu kama kufunga bao likiwa ni bao lake la 23, mabao matatu juu ya Kylian Mbappe katika mbio za ufungaji bora. Bwana mzee yuko serious na jukumu lake. Veteran striker. Ana biashara zake anazozitaka. Vita ya pichichi. Anaonesha swala la kupaso ballon into fele. Ufaransa anasema kuweka mpira wa Ufaransa mpwangu yuko. Paso ballon into fele. Mpwangu nao kutembea nchi nyingi unaokota mpwa. Kuweka mpira ndani ya neti. Ndani ya neti. Yes, ni friend sana wa neti. Rafiki wa nyavu, adui wa makipa. Yes. Katika muda aliocheza ule uwezi kutaraji kwa age yake, unaweza ukadhania kwamba anatakiwa kugain ile atmosphere ya ndani ya uwanja, tempo ile na nini, kwa maana watu wameshawiva. Yes, lakini amekwenda kuamua game muda mchache tu. Haihitaji sana. Yes, na wakati ananikumbusha hivyo akanikumbusha yeye mwenyewe. Niliwahi kukuambia kisa chake na kwa faida ya mtu mwingine ambao hakupata kufahamu. Yule alilelewa kwenye academy ya Legio Wazo kule nyumbani kwao Poland. Legio Wazo ni timu kubwa sana pale Poland. Timu kubwa tu ya maana. Sasa akiwa amelelewa pale anakiwa na umri wa miaka 17 akafiwa na baba yake. Wakati amefiwa na baba yake akaenda kumzika baba. Na muda wa mkataba ulikuwa umekwisha. Sasa akiwa ametoka kumzika baba anarejea kwenye timu. Anakutana na barua yake ya kwamba hatu extend tena contract na wewe. Kwa hapa tulipofikia ndio mwisho wa kufanya kazi kati ya wewe na sisi. Sasa alisononeka kwa sababu ile ilikuwa sio moment nzuri kumgea taarifa kama ile. Katoka kumpoteza baba ambao ndo kila kitu, alafu muda mchache ndo unakutana na barua yani kazi yako imesitishwa. Alisononeka sana akaapiza. Yani from now and onward mimi nitataka kuonesha kwamba mimi ni bora. Nitafunga sana kwenye career yangu. Na anafunga kweli. Anafunga kweli. Bayern pale miaka 8 aliocheza katupa magoli ya kutosha, zaidi ya magoli 200 kwenye ligi na kwenye mashindano mengine. Ni mtu wa maana. Hichi anachokuja kushare na share experience na wachezaji wadogo akina Yamil sasa. Maana ukichukua umri wa Yamil miaka 17 ukachukua yeye 36 unaingia mara 2 na change ya miaka 2 na baki. Kwa hapa ana share moment na wale upcoming kuonesha ni jinsi gani alivyo watoto wake alivyo clinical enough kwenye swala la kufunga. Na Barcelona yenyewe mpwa, kabla tujaenda kwa Mnolela, imekuwa timu ambayo imekuwa na mabadiliko ya ghafla sana, hasa ya kimbinu pamoja na ya kimafanikio, hasa katika ushindi wa michezo mbalimbali. Hans Flick ameongeza nini kwenye timu? Kwa sababu ukiangalia aina hata sajili ambazo zilifanyika si watu wengi, na kwa lugha ya nje, mapicha ya nje, ni timu ambayo kama ina changamoto nyingi. Hawapo kwenye uwanja wao mpaka sasa, ambao wanaendelea na maandalizi ya uwanja ambao wanaojenga, wapo kwenye kiwanja cha utofauti. Basi unaona kipi ambacho kimewafanyia wapo mpaka ambapo walipo. Wamegeukia ukweli. Wenyewe nasema is a time to face reality. Kuna muda ugeukia ukweli una nafasi gani? Wamemruhusu Hans Flick kufanya implementation ya timu kwenye philosophy yake. Hawakumshinikiza kucheza tic-tac philosophy ambao lazima uikute. Sasa walimu wengi sana ina walimit, uweze kama ukupita kwenye hiyo klabu uweze kufanikiwa nayo. Yani kama mtu baki tu umekuja
ni ngumu sana. Wanaofanikiwa wengi wana elements za kuicheza, kuitumia, na hasa kile kizazi kilichocheza na Johan Cruyff mwenyewe, waliofundishwa na Cruyff. Ndio wale tunazungumza akina nani, akina Joseph, Pep Guardiola. Hao wengine inawatatiza. Sasa katika kufanya scouting ya kocha na kuja kufundisha kwao, all the time walikuwa wana base kwenye hiyo ideology. Ndio maana tutakwambia huyu anafundisha kama Barcelona, yani timu yake inacheza labda England. Tulikuwa tunazungumza siku zile Bournemouth Brighton. Kwa nini walimpeleka Fati? Si ndivyo? Kwa sababu kuna element ya tiki-taka philosophy tunaiona kule mwalimu. Kwa hiyo wakawa wamejikita kwamba football yao ni tiki-taka philosophy. Huyu ni Mjerumani, anajua play styling ya Kijerumani. Ameruhusiwa kuimplement mawazo yake mapya kutoka kwenye philosophy. Ndio hicho tunachokiona timu inachangamka. Lakini wangemlimit, tungerudi hapa tungekuwa tunashangaa zile Osasuna anapigwa 3, zile 3 zingekuwa zinatoka huku kwenda huku. Bwana, alama 3 juu zaidi ya Real Madrid ambao wengi tulidhani msimu huu ambao alivyo huenda isingekuwa kwenye gap ama tofauti huu wa alama. Ni dalili za mapema Barcelona huenda akawa ni mabingwa? Inawezekana yote. Inawezekana au na ikawa bado vile vile kwa sababu alama 3 si alama nyingi. Mechi moja tu. Alafu bado kuna game mkanda tu. Bado hawajarudiana wenyewe hawa, lakini kitu kibora kwa FC Barcelona ni mechi ya kwanza walipata ushindi mzuri, goli 4, ndio. Kwa hiyo hata wakicheza wenyewe wakifungwa kwenye head to head, maana yake wakifungwa chini ya goli 4 wanaweza wakaendelea kuwa wao juu kwenye head to head. Sasa ishu kubwa ni the way ambavyo mwalimu Hans Flick kazi anayoifanya. Kazungumza vizuri sana teacher Tigana. Ishu kubwa kwamba Hans Flick wamemruhusu aweze kucheza vile ambavyo yeye anavyotaka, si Barcelona wanachotaka, kwa sababu ukitazama aina ya vitendea kazi alivyonavyo Hans Flick, wachezaji hawa walikuwa nao FC Barcelona sasa hivi wanafiti kwenye mfumo wake Hans Flick wa uchezaji. Hawa wachezaji alikuwa nao Hans Flick, kundi kubwa hili teacher alikuwa nalo Xavi Hernandez ndio, lakini ka struggle nao kwa sababu Xavi Hernandez alitaka kuendelea katika ile tamaduni yao ya kiuchezaji, yani hakutaka kubadilika kulingana na wachezaji alionao. Sasa Xavi ndio maana ka struggle, na uwezi ikakuingia akilini useme kwamba wachezaji labda walikuwa wanampigisha shoti Xavi au walikuwa wajitumi chini ya Xavi afu wajitume kwanza, kwa sababu Xavi Hernandez yeye ndio icon wa timu. Unaona kabisa hata kama akina Yamal, akina Pedri kwenye kujituma zaidi ilikuwa wajitoe zaidi chini ya Xavi kuliko kwa Hans Flick. Kwa hiyo kitu kikubwa ni sorry kidogo Salim, umeona hiyo goalkeeper anaanzisha build up kwa kumpunguza mtu kwenye 6. Umenelewa? Sasa hii German ndio akina Manuel Neuer walipopata umaarufu ambapo yeye alifanya nao kazi. Hapa sasa ndio tunakubaliana kwamba ile mwalimu ameruhusiwa kufundisha kwa idea yake, achana na tiki-taka philosophy, lakini wanaweza kuguide kwamba tembea humu, lakini identity yetu ibakie kwa asilimia chache. Sasa hiyo build up inaanza from the back kwa goalkeeper. Angalia hapo mtu kaja kapunguzwa, angalia alidistribute wapi, angalia pasi ya pili hiyo. Huyu anauona uwanja vizuri kuliko timu yote, ndo anaanza sasa kusogea. Unaona kwanza center back aliopiga, unaona wanaanza kuitoa timu hiyo. Umenielewa? Hapa sasa ndio vitu alivyoruhusiwa. Sasa hapa ukitazama build up yao hii, unaona kabisa hii ndio Barcelona reality yao ya uanzaji mpira. Yaani maana yake Hans Flick teacher anakupa vitu viwili. Kuna nyimbo aliwahi kuimba Professor J ile hip hop singeli. Yaani anakupa TikTok afu anakupa na mpira wa Kijerumani humo. Yaani anaamua acheze vipi. Kwa hiyo kuna wakati unaona kabisa wanacheza ile TikTok afu kuna wakati wanabadilika. Umeelewa? Kwa hiyo ni mwalimu ambaye ana vitu vingi. Au unajua sio mwalimu ambaye ana staili moja tu ya kiuchezaji. Umeelewa? Ni mwalimu ambaye anabadilika tu. Yaani kiufupi yani Hans Flick timu yake inacheza na swaga tunasema, yani ina enjoy, yani anacheza vile ambavyo yeye anahitaji, na aina ya wachezaji alikuwa nao akina Yamal inamrahisishia yeye kazi yake kufanya. Sasa nafikiri master wa yote, yani Barcelona msimu atajisifu kwenye mafanikio yote, lakini
chanzo mama ni mwalimu Hans Flick, ndio anayafanya yote, kwa sababu hata jana uliona mapema tu Dani Olmo naye akapata hata injury, lakini akaingia Fermin Lopez, shughuli kawa ile ile. Lewandowski jana kaanzia nje, kaingia Torres pale, lakini kazi ilikuwa ile ile. Kwenye beki Araujo kuwepo, kawepo bwana mdogo, lakini umeona kubasi vile vile. Yani hata mchezaji akiwa yupo huyu anayekuja Rafinha pia jana kuwepo, lakini umeona basi yani kama unakuja haraka haraka afu hujui kama Rafinha hayupo, huwezi kujua. Maana yake ukishaona timu ya namna hiyo, maana yake hapo kuna kazi kubwa sana mwalimu ambayo anaifanya. Yeye kashatengeneza identity ya timu, kwa hiyo nyinyi wachezaji mnapita tu kwenye philosophy mbili. Bwana, ni mchezo ambao umepigwa kwenye dimba la Olympic Louis kule nchini Hispania, kwenye uwanja ambao kwa sasa FC Barcelona ndio wanaotumia kwenye michezo yao mbalimbali ya mashindano mbalimbali. Mchezo mwingine ambao umepigwa siku ya jana ni katika dimba la KMC ambapo Simba Sports walikuwa wanacheza hatua ya 16 bora dhidi ya Bigman ambayo inatoka Championship, na Simba wakafanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-1. Hapa Mnolela huenda kuna story nyingine pia ambao watu wanaizungumza. Mimi nilikuwepo uwanjani jana, nimetazama mchezo. Mashabiki wa Simba wengi wametoka vichwa chini. Wanauliza bwana, nyinyi kwa nini? Nasema unajua hao wangecheza na Yanga wangefunga goli 4, sio wangefunga goli ngapi? Kama bwana, kila mtu ana plani yake. Simba na mechi ngumu inakuja na Al Masry. Kwa nini mmejifananisha na wenzenu? Debate ilikuwa hapa. Ulianza vizuri basi kuwaelewesha kwamba kila mtu na plani yake. Unajua hakuna kitu kigumu kama kucheza mechi alafu una mchezo wa muhimu mbele kama ule wa Simba na Al Masry. Yani mwalimu yote, hata teacher anaelewa hivi. Yani walimu wengi yani wanapata wakati mgumu sana kwenda kucheza mchezo. Unapiga rotation tu. Issue sio rotation. Rotation sikaifanya. Sasa kuna kitu cha ziada watu walikuwa wanakihitaji. Yani watu walikuwa wanahitaji, watu walichokuwa lalamikia sana ni performance ambayo wameionyesha Simba kwenye mchezo wa jana. Yani wao walikuwa wanataka Simba acheze vizuri, waone kama anavyocheza mechi zingine zile kwenye ligi na mchezo ule vile vile. Sasa basi kwenye mpira walimu wao wanaelewa Tigana. Inawezekana Simba wamecheza vile jana. Ile so unaweza yani usije kusema ndo mwalimu atakiwa acheze vibaya vile, kuna mtu anaweza iko akasema hivyo. Mwalimu akacheza vile maksudi tu. Kwa sababu anaelewa fika kwenye mchezo ule wa jana lazima tu Al Masry watakuwa wanaufuatilia. Unanielewa vizuri. Yani watakuwa wanaangalia, wanafuatilia Simba wanavyocheza, wametuma machushushu wao pengine na nini wanaangalia. Sasa walimu sometimes wanaweza wakaficha, yani wakacheza vile kama walivyocheza, kuna vitu vyao kawa wanavificha. Yani unajua so silaha zote uzionyeshi. Umeelewa vizuri, umeelewa, unampa faida mpinzani wako. Kwa hiyo wakati mwingine walimu wanakuwa kabisa wanaweza wakacheza hivyo kimkakati kabisa kwa ajili ya yani wa kuhofia mchezo unaofuata. Umeelewa? Na ndio yani fuatilia sana mara nyingi sana mechi ambazo wakiwa watu wana mechi ngumu inayokuja. Wafanye rotation, wasifanye rotation. Unaweza ukasema kabisa sasa timu hii kweli itaenda kumfunga nani? Umeelewa? Na kingine pia ukiacha hilo tustoe yani tusiache kuwapongeza Bigman. Umeelewa? The way ambavyo wameperform ubora wa timu yao. Kwa sababu Simba vile vile walivyocheza na timu ile ile, kama Bigman wasingekuwa na ubora ule waliokuwa nao, kwa ile timu Simba waliochezesha jana, wangeweza pengine kucheza vizuri hivi na kuwafunga. Kwa hiyo ukiacha yoyote na Bigman pia walikuwa bora jana kiwanjani. Jana tulizungumza, nilikwambia mwalimu Zuberi Katwila ni mwalimu mzoefu. Ni mwalimu ambaye kashacheza sana na Simba. Anawaelewa Simba wanapocheza. Unaelewa? Huyu ni mwalimu ambaye kashawahi kuifunga Yanga. Ndio teacher na EF. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye anazijua hizi timu kubwa na ni mwalimu ambaye kashawahi kuzifunga. Kwa hiyo ana mbinu, anajua jinsi gani ya kucheza. Kwa hiyo watu sasa walichokuwa wanashindwa kuelewa kwamba Bigman pia hata aina ya timu walikuwa nayo, sajili pia walizofanya, wana wachezaji wazuri. Umeelewa? So na vile akina Aliali pale nyuma kazi walikuwa wanafanya, golikipa Barola. Kwa hiyo ukiwa na timu ambayo kuna asilimia hata nusu 50 ya wachezaji ambao walishawahi kucheza ligi kuu na uzoefu afu na mwalimu bora,
kuona mechi ya namna ile sometimes sio kitu cha ajabu. Unajua sisi tu Tanzania ndio tunachukulia kwamba Simba kumfunga big man kwa imagine ndogo ya magoli na kwa issue. Makombe haya hata Ulaya timu kubwa zina struggle. Liverpool katolewa na Plymouth juzi hapa. Umeelewa? Na watu kweli mjadala ulikuwepo, lakini watu hawakuandalete Plymouth. Kwa hiyo jana ni kuwakosea tu heshima wale big man kilichofanyika pale jana. Yaani watu walihisi Simba tu ndio wana hiyo haki ya kumfunga big man sijui 3, 4 ngapi, lakini unashindwa kuelewa mpinzani naye alikujaje kwenye game. Angalia hata aina ya goli ambalo walilofunga big man. Unaona kabisa ni goli ambalo kwa mfano huyu jezi ya 53 sijusa huyu midfield yule ambaye alikuwa juzi tukatoka kucheza michuano ya Mapinduzi. Unaona kabisa ni wana timu ambayo inawacheza na huyu mfungaji Hamis Enock wote. Sasa huyu striker huyu jezi namba 29 anakwenda kule kwenye kibendera. Yes, academy player kutoka kwetu. Kijana lake aliniambia mapema Emmanuel Nyonyi langu pale. Anakwenda kule na kama uliona alikuwa anawapa shughuli sana akina Hussein Kazi. Mipira yote ya juu ilikuwa ni ya kwake. Ana body morphology nzuri. Yes, ana 56 hivi point something, ni striker kweli. Muone ile pasi kaicheza yeye kule. Huyu Emmanuel Nyonyi. Jezi namba 29 anakimbia kwa open akitaraji huyu anampigia cross. Bahati nzuri sana akapiga moja kwa moja yeye. Kwa hiyo katika lugha nyingine amekwenda ameassist alafu anaitafuta. Alafu hidi angalia goli alilofunga Ticha. Yaani amemwadaa Hussein Abel kwa macho. Yaani wakati amereceive mbele na kimbia nao, kama uliona alifanya kama anamwangalia mchezaji wako hapa Ticha ndani stekako kama anataka kumwekea through ball ya mbele. Alivyoona tu hao wote wameshakubali akachungulia golini Abel kakaaje. Alivyomuona yuko out of position ndo yani ni mpira ambao alikuwa anafunga kabisa, sio kwamba labda alikuwa anapiga cross umekatika, kwa sababu kule mbele kulikuwa hakuna mtu wa kumpasia. Umeona kamwangalia kwanza striker afu kachungulia goli. Macho ya pili ndo anapiga. Yani kaangalia watu wote wawili. Na ukisikiza post interview na kuna kitu ambacho mimi nilikiona pia kwa kupitia striker Emmanuel Nyonyi kwa the way ninavyomfahamu. Kuna sehemu nitaongea naye, sehemu alio disappoint pekee kwa sababu naufahamu uwezo wake, nimeshiriki kumtengeneza mpaka kufikia hapa. Kuna dead ball alipata mwishoni, walipata Simba muda mchache kabla walipata big man muda mchache kabla ya kutoka. Unajua huyu ni like Haaland, mkubwa wa umbo na ni left footer, orthodox player. Alienda kupiga dead ball. Alichokipiga pale anakijua yeye mwenyewe. Lakini alikuwa ashachoka, alikuwa ashafanya kazi nyingi kubwa sana. Ukiangalia goli hii ambapo ana assist, yuko ana assist kwenye nusu ya kwao. Yani amekwenda ameshuka na walinzi wawili wanayempiga pini. Amekwenda kuicheza ile pasi akiwa nusu ya kwake, lakini anafuatwa na wale ma center back wawili. Umenielewa? Hii alikuwa na linki vizuri. Tatizo unaona sema anaenda kuiassist kule chini nusu ya kipisi chao. Kwa mujibu wa mwalimu Zuberi Katwila ambaye nina nafasi kubwa ya kushauriana naye mara nyingi, kwa sisi tunaotengeneza wachezaji, mchezaji anapokwenda kwenye timu mwalimu bora anaweza kutaka ABC. Wewe ulikuwa unamtumieje labda ukampa hizo ABC. Katika plani ya mwalimu according to post interview anasema alitaka amsimamishe striker moja, lone striker kama alivyosimamishwa Emmanuel Nyonyi. Sisi tunapenda kumuita Nyonya damu kwa sababu anaitwa Emmanuel Nyonyi. Alafu walicheza 1 behind 9. Watu 9 walikuwa nyuma yake. Lakini pale mpira unapokwenda mbele walikuwa wanachelewa kwenda kumjoin. Eneo pekee waliomjoin ndio hili lilozoa goli wakati alikuwa ameshuka. Nilimsikia kwenye post interview anasema walitegemea sana mipira ya counter attack. Ndio maana hata huyu baada ya kuchoka alicheleweshwa pia kutoka, kwa sababu ndio aliokuwa anafanya high pressing upande wa kushoto na upande wa kulia. Yaani ndio mshambuliaji aliyoko juu aliokuwa anakimbia nusu ya uwanja kwenda kufanya pressing, anarudi katikati anakimbia upande ule, timu inamgoja nyuma. Lakini wakati wamepata mpira wao, wanaotoka nyuma hapa kwenda kumjoin at least wakapata namba kubwa. Kwa mfano hapa ukimwangalia mfungaji ametumia calculation nzuri. Huenda angemchezesha Nyonyi, angalia attention ya walinzi wa Simba walikuwa yani hapa Ticha zile counter attacks unazosema. Yani wachezaji wa mwalimu Zuberi ndio itabidi akafanyia kazi, yani utimamu wao wa mwili bado mdogo. Umeona namba ambayo waliokuja huku, kuna mchezaji unaona ule anasimama katikati. Badala ya aje aongeze namba, unaona ule ange sprint
Manake hapa kungekuwa watatu kwa watatu baadaye. Kwa sababu lakini yeye akasimama akapunguza namba. Hapa up this moment wako kwenye 4 against 2. Manjano ambao ni nani wako 4, alafu nani manjano wako 2, alafu Simba wako 4. Maana yake yule mmoja alio sacrifice kwenda kwa aliyepiga cross ya Hamisi Enoki, maana yake alikuwa anamwacha Nyonyi kwenye ulinzi wa watu watatu. Hii hapa scenario. Yes, wow. Sasa yule nani leo kule yuko nani? Medi. Kwa sababu kaucheza winga wangu anajua maeneo yake winga teleza. Angalia hiyo situation. Kiasi kwamba hata yule angeopti kumchezesha Nyonyi bado angempa wakati mgumu. Kwa sababu kuna watu watatu against Nyonyi, ukimwacha yeye 1v1 hamna pale ticha. Yani katumia akili sana kwa sababu hata pasi ilikuwa hamna, uone pasi hapo. Sasa na hapa ticha mtu mwingine ambaye inabidi Katwila aongee naye ni ule kiungo aliyesimama pale katikati badala ya kusprint kuja kama alichokifanya striker wako Nyoni. Ndio. Unajua katoa pasi afu ana sprint moja hiyo akiachia utaona anavokuja kuongeza namba. Sasa uwe katikati ya kiwanja yule Nonga. Yule naye ilibidi ya sprint kuja huku kushoto. Kwa hiyo yule mfungaji wa goli angekuwa na option mbili. Kwa Nyoni au Yange maana angekuwa huko. Maana angeweza kumwekea angescore. Unajua Zuberi, Mie, Kaniki, Joseph Mtibwa kwa pamoja, mimi nikikaa room moja na Zuberi. Huyu mtoto kwa sana namwamini sana Kaniki, na Kaniki naye ana academy. Umenielewa? Baada ya kufikiri kwamba anaweza kuja kuwa mshambuliaji mzuri na yule ni mwalimu mwenzangu anaofundisha ma striker, nilimpa huyu kijana bwana nembo mjaze maarifa upo kama yeye. Yes, naamini na hata akimkorofisha Kaniki atanipigia simu mimi. Mpwa mwanao ajaja, umenielewa, mimi ndo naambia niwe radhi na mtafuta hadi kwa kupitia rafiki zake. Alafu narudi kwa Kaniki. Naamini kwenye hii super performance ya jana. Alafu hii performance ya pili nyuma dhidi ya nani? Ya Tanzania Prisons. Kapiga katika zile penalty alipiga, lakini aliwasumbua sana. Yaani nilipata conversation ya watu wa kule kwenye bench la ufundi, alikuwa mtu threat sana. Sawa, tumalizie na Joshua Mutale Budo amefunga jana. Back to back anafunga. Kuna mechi alicheza hapa alifunga. Hii nao pia amefanikiwa kufunga. Mashabiki wa Simba wanaona kama back to back kwenye FA kwenye federation ndio. Wanaona kama kijana wao katua mzigo fulani hivi. Jana katika moja ya siku ambazo alikuwa kwenye kiwango bora kabisa, kiwango cha lami, ni pamoja na jana super performance. Ogopa sana mtu anayetaka mpira na kuja kwa fullback niwekee hapa nataka kuondoka. Enjoy sana. Ni play style ambazo hata mimi ndio nafanya mabalaa. Ligi inaisha, unajua wachezaji ligi zikaribia kuisha hapa. Hapana. Miezi ya kuumiza vichwa viongozi. Kwa mujibu wa tafiti kubwa ilionekana, wengi wanasema kwamba hizo game mbili ambazo wameshine intensity yake ilikuwa sio high. Wanataka kumuona, wanataka kumuona kwenye intensity ya juu, yani game unaona pressure za ligi, mtu anataka kushuka ndaka namna gani hizo. Hapa Big Man alikuwa ameingia kama ameshakubali kwamba huyu yuko juu yangu, ila ngoja nikapambane naye. Na majali ya kina Big Man ilikuwa ni kwenda kwenye hatua za penalty shootouts, pale ina mwenyewe zile zina mwenyewe. Kwa hiyo Budo alionekana kuchangamka kuhitaji sana hii game kwa sababu hivyo. Lakini pili, mcheza mpira huwa anapata kiu kama kiu ya maji kwa binadamu pale anapokosa hichi kitu kwa muda mrefu. Ndio maana walimu kwenye training session zao anaweza akawagea ball work na nini kuelekea kwenye mechi, akapunguza vitu, msiufikie mpira mara kwa mara. Maana yake utakapokuwa kwenye mechi utakuwa na kiu na uhitaji. Ndio nilichoona kwa Budo jana. Review hiyo ambayo imetupa nafasi ya kutazama mechi mbili kubwa ambazo zimechezwa siku ya jana, mechi iliyochezwa kule nchini Hispania. Umesikia uchambuzi wake mzuri kabisa ambao Barcelona walifanikiwa kuibuka na ushindi dhidi ya Osasuna, pia katika hatua 16 bora la kombe la shirikisho la CRDB. Simba Sports mnyama mkali alifanikiwa kuingia hatua ya robo finali akimfunga Big Man mabao 2-1. Tigana Lukinja, Tigana TZ ukimwandikia hivyo kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii unampata. Salumu Mnolela pia ukimwandikia hivyo unampata. Mimi ni Idi Nonga, Mtukati inafuata hapa.